ni wajibu wetu kuweka vipaumbele na nguvu katika kilimo cha mazao mbalimbali kama vile mpunga, choroko, dengu, karanga, ufuta ili kupanua wigo kwa wakulima, kuongeza kipato chao, lakini uhakika kuliko kutegemea zao moja. Nimetembelea mabanda, nimeona namna ambavyo watu wanajishughulisha katika mambo mengi, lakini pia nimeona zao la choroko, nimeona zao la dengu, jinsi linavyopanda na kupata faida. Kwa hiyo tujitahidi kupanda mazao mbalimbali ili tuwe na mazao mengi ambayo yanaweza kutuletea faida kama ushirika. Pia ninatoa wito wa wakulima wote kuongeza uzalishaji wa pamba, na chama kikuu cha ushirika Igembe-Sabo kuweka mpango madhubuti ya kufufua zao la pamba na kuongeza uzalishaji na kuhamasisha wakulima kulima mazao ya kilimo zaidi ya zao moja. Pia baadhi ya makampuni pamoja kushindwa kumaliza kulipa fedha za ushuru, na baadhi ya AMCOS na chama kikuu cha Igembe-Sabo na Milambo Corporation Union Limited, naelekeza makampuni haya kulipa madeni hayo kabla ya msimu wa kuanza Mei 2025. Wasipewe leseni mpaka wakamilishe madeni hayo. Na bahati nzuri wanaombaga kwa kupitia ofisi za wakuu wa wilaya. Sasa ni watake wakuu wa wilaya wote ndani ya mkoa wa Tabora kutompa mtu kibali cha kununua chochote bila kulipa madeni. Hatuwezi kuwa na watu wanaendelea kununua mazao lakini hawalipi madeni. Walipe madeni, wawe clear, waweze kununua tena mazao ya wakulima. Ndugu wanaushirika, nimearifiwa kwamba msimu wa kilimo wa 2024-2025 baadhi wanachama katika AMCOS zetu walipata majanga ya mvua ya mawe, kuungua kwa tumbaku zikiwa katika mashamba, lakini kuathiri kilimo cha tumbaku pamoja na kilimo cha pamba kwa ujumla. Mimi niseme suluhisho kubwa la wakulima wetu ni lazima kuwepo na bima ya mazao. Na bima hii ya mazao hususani tumbako na mazao mengine, sambamba na bima ya afya na kujiunga na mifuko ya jamii ili kuweza kulinda afya zetu. Niwaombe ndugu wanaushirika kukata bima. Bima itatusaidia. Nilikuwa nikiona mashamba ya tumbaku, mvua ya mawe imepita, imebaki miti tu, yaani majani yote yamechapwa na mvua na yamekatika yote. Nilikuwa naona huruma, unakuta tumbaku imestawi vizuri sana lakini yote imeharibiwa. Kwa hiyo mtu kama yule mwenye tumbaku yake akiwa na bima inaweza kufanyaje? Kulipa ile hasara na ukaendelea kuenjoy maisha yako. Kwa hiyo niwaombe wote kujua kwamba bima ina umuhimu. Natoa wito kwa AMCOS zote kuingia katika mpango maalum wa kukata bima ya mazao ili kuweza kulinda mtaji pamoja na bima ya afya. Aidha, viongozi wa union na AMCOS kuhakikisha kila mkulima anajenga mabani ya kudumu ili kuweza kupata tumbaku yenye ubora unaokubalika. Kwa majina naitwa John Alexi, ni mwenyekiti wa jukwaa la ushirika mkoa wa Tabora, lakini pia ni mwenyekiti wa chama cha msingi Konongo AMCOS kilichoko wilaya ya Kaliua. Kwa kifupi, tangu jukwaa la ushirika limeanzishwa mkoani Tabora kumekuwa na mafanikio makubwa, hususani kupunguza baadhi ya migogoro ya vyama ambayo inajitokeza sio kuwa na tija. Jukwaa la ushirika kwa kweli toka limekuja mkoa wa Tabora limefanya kazi nzuri sana. Na madhumuni makubwa ya jukwaa la ushirika ni kuwaunganisha wanaushirika wote wa mkoa wa Tabora, ikiwa ni pamoja na kutambua baadhi ya changamoto ambazo zipo kwenye ushirika hasa katika mkoa wetu wa Tabora. Na baada ya kuzitambua, jukwaa letu la ushirika linachukua maamuzi au linachukua uamuzi wa kwenda kufanya ufumbuzi au tathmini, aidha kufanya utatuzi wa matatizo yanayojitokeza. Sambamba na hilo, leo tuko Nzega ni kwa mara ya pili tunaadhimisha jukwaa la ushirika mkoa wa Tabora. Kiukweli jukwaa limefana sana, tumefurahi sana, mandhari ya Nzega tumeipenda,
lakini maudhui makubwa ya kuleta Nzega ni kutokana na kwamba changamoto za kiushirika zilizo katika wilaya ya Nzega na Igunga bado walikuwa wako chini kwenye mambo ya ushirika. Tukaona sasa jukwaa hili tulielekeze Nzega kama sehemu ya kuhamasisha wana ushirika wa Nzega, lakini pia na taasisi zingine zinazoona kwamba ushirika hauna maana, kuona umuhimu na faida ya ushirika, ikiwa ni pamoja na kujiunga na wana ushirika wenzao katika kufanya kazi kwa pamoja. Kwa majina naitwa Joseph Mlemeja Angelia, mwenyekiti chama kikuu Gembe Sabo. Tuko hapa leo Nzega kwa ajili ya jukwaa la mkoa kwa mara ya pili. Jukwaa hili limeleta mafanikio makubwa. Na nini maana kukusanyikana wana ushirika kuweka jukwaa? Linatuweka pamoja na ushirika wa mkoa wa Tabora kujadili changamoto zetu na mafanikio yetu katika ushirika. Wakulima wetu na wanachama wetu wajiunge na bima. Hili nalo tumelichukua kwa mapana yake na ukubwa wake, kwamba tunahakikisha kwamba wanachama wetu wanaenda kujiunga na bima ya mazao ili wasije wakaingia kwenye changamoto za kupata hasara mara kwa mara. Mathalani ametoa mfano zao la tumbaku, mwaka huu watu imenyesha mvua ya mawe, wamepata hasara kubwa. Wangelikuwa na bima, hiyo changamoto isingetokea. Vivyo hivyo tumehamasishwa kwa mazao yote. Mimi natokea kwenye zao la pamba. Kwa hiyo wananchi wangu naenda kuhamasisha na wakulima wangu wahakikishe kwamba wanajiunga na bima ya mazao ili tupunguze changamoto ambazo zinatokea za majanga ya hali ya hewa. Kwa majina naitwa Amina Hassan Madeleka, mwenyekiti wa ushirika ya Unyanyembe Beekeepers Cooperative Society Tabora Manispaa. Tuko hapa kwenye kongamano la pili la ushirika wilayani Nzega. Lakini muhimu zaidi kupitia mafunzo haya tunachokiona muhimu kwenye ushirika ni swala la kuwa na bima ya mazao. Kwa sababu kuna riski zinatokea, kuna tabia nchi, hali ya hewa ikishakuwa tofauti basi tunapata shida. Kuna hali ya hewa kuwa mvua nyingi, kuna hali ya hewa kuwa mvua chache. Sasa pale mvua inapokuwa nyingi inaharibu mazao, inapokuwa chache pia hatupati mafanikio. Lakini kwa kupitia maelekezo na mafunzo haya tunayopata kwenye ushirika huu kuhusu kujiunga na bima, ni kwamba tutakuwa tupo na msimamo na wala hakuna hasara, kwa sababu tutakuwa tumejiunga na bima. Kwa hiyo hasara yoyote ikitokea utakuwa umejifidia, wala hutokwama. Hata kama utakuwa na mkopo utaendelea kufanya mambo yako na kuendelea kuwa vizuri. Naitwa Dr. Rajabu, ni mwenyekiti wa chama cha msingi Tonjanda mkoa wa Tabora. Kama viongozi wa ushirika wa vyama vya msingi ambao tunasimamia maendeleo ya umma, kwa kweli inatia uchungu kusikia baadhi ya walipi na makampuni. Haya makampuni nafikiri ingeangalia upande wa pili. Nipongeze serikali kusema hizo kampuni wataweza kuzipa leseni za kununulia mazao. Tusiende kwenye msukosuko viongozi wa ushirika kwanza kukimbizana makampuni wakati serikali ipo na imeshatoa tamko kwamba wasipewe leseni. Wapewe angalizo tu kubwa kama walivyotoa maagizo Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, kwamba wasipewe leseni hao. Kwa majina naitwa Adelina Nestori Blazi, ni katibu meneja chama cha ushirika Igunga Balimi AMCOS. Naishukuru serikali kwa swala la kutuletea bima. Bima inatusaidia sana sisi wakulima kwa upande wa changamoto za mvua zikija, kama una bima mazao yako yakiathirika unaweza kulipwa. Kwa majina naitwa Dickson Andimile Mwakembe, ni katibu meneja wa chama cha msingi Juhudi kutoka wilayani Ulambo. Tuko hapa katika wilaya Nzega tukiazimisha jukwaa la vyama vya ushirika kwa mkoa wa Tabora. Jukwaa hili limekuwa na mafanikio mengi. Kubwa zaidi, msimu uliopita wakati tunafanya pale Tabora tulijadili uwepo wa changamoto baadhi ya makampuni ya tumbaku ambayo yamekuwa yakinunua tumbaku lakini hayafanyi malipo kwa muda mwafaka au hayafanyi kabisa kwenye vyama vyetu. Tunashukuru serikali kupitia malalamiko tuliyotoa iliyasikiliza na makampuni hayo hayajapewa tena leseni kwa mwaka huu. Kwa hiyo tunaamini makampuni ambayo tumeingia nayo mikataba na ambayo yamepewa leseni na serikali kwa mwaka huu yatanunua tumbaku zetu na kutulipa fedha kwa wakati, na hivyo mkulima kupata fedha kwa wakati inasaidia kuweza kujikimu, kuboresha miundombinu za kilimo na hivyo kuweza kukuza kilimo chake. Kwa hiyo tunaamini sana kwamba haya makampuni ambayo yote yaliyopewa leseni ya kununua tumbaku mwaka huu hayatakuwa na tabia kama yale ambayo yamesitishiwa. Pia kupitia jukwaa hili mwaka jana tumeweza kuhamasishwa uanzishwaji wa SACCOS kwenye vyama vyetu vya msingi ili kuweza kuwasaidia wakulima kwa ajili ya kupata mikopo kwa masharti nafuu na kwa riba nafuu, na hivyo kuepukana na ulanguzi au kuuza mazao yao ya tumbaku au mazao mengine katika masoko yasiyo rasmi na kwa bei ndogo. Kwa tunaamini pia uanzishaji wa hizi SACCOS
kwenye AMCOS itazisaidia sana wana ushirika kuweza kujikomboa na mikopo za kausha damu. Sisi kama wasimamizi, maelekezo ambayo yametolewa na mgeni rasmi, tunaweka mkakati wa kwenda kutekeleza, ni kwa maana ya kutekeleza ili tuweze kuimarisha vyama vyetu vya ushirika kwenye mkoa wetu wa Tabora.